عليه وسلم صاحب الدين والحب السلام بعد مشكور Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rahma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza, kama ilivyo kawaida yetu, tuanze kuzianza sawasawa sababu zetu za mbele kabla ya zile za nyuma. Na jambo hili bila shaka leo tunapata shida sana kwa sababu kila mmoja wetu shahidi juu ya hali ya mvua huko nchini. Haya basi, nafasi zipo kwa mbele. Sogeni. Ondoka kwenye nafasi ya nyuma huko, ndio kwenye nafasi ya mbele. Yaani kwa tunalisha kwa kai. Tunaweza kuwa safu moja ile ina nafasi ya kukaa hata watu wawili. Kwa hiyo tunahitaji na leo naona kwamba kidogo umebana na nini kuelekea kwa hivyo, kwa sababu mazingira yenyewe kuelekea kwa hivyo. Hata hiyo tangu ibada hiyo katika ibada pia nao ni ibada. Hiyo tangu ibada kwa mwanadamu hivi pia nao ni ibada. Kwa sababu la min adha illa taqwa. Hakuna mtu yoyote kile yote anayefanya katika ibada isipokuwa kwa kuja kuipa. Kwa hiyo tulipige hali kidogo sana. Ndio tukali hapo, lakini chini kuelewa. Na pia tusifunge milango mapema. Na kwa sababu ambao ipo ghorofa ya kwanza au ghorofa ya pili, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa mioyo ya huruma, nendeni mkakae kwenye safu za mbele tena kwa kubanana. Tuna imani kwamba hata kama tubanana vipi hatuwezi kutosha. Lazima watu wataswali kwenye mvua tu, wataswali nje kule kwenye mazingira ambayo sio rasmi moja kwa moja, wataswali. Lakini kidogo itakuwa haijambo kwamba wengi tunaingia inakuwaje labda pengine sisi tukae hali ya kibosi alafu wenzetu kule wanaanza tayari kujibana. Kwa hiyo tulikeni na mazingira haya. Jambo la pili ni kuhusiana na swala zima la ardhi yetu ya Masonga. Ardhi ya Masonga sana inahitaji shilingi milioni 30,047. Maana kwamba ni kwa ajili ya ukuta au uzio. Na mpaka sasa hivi katika akaunti ya msikiti kwa ajili ya mradi huu ipo shilingi milioni 3,717,000. Lakini bado hapo sijanyosha maelezo sasa. Katika bahasha ambazo zilizorejeshwa mpaka hivi leo, ndani yake kumekutwa kuna shilingi 150,000. Uchukuliwaji wa bahasha wa Islamu bado sina kuridhisha kabisa, ukiangalia na population ambayo tunaswali hapa. Kwa hiyo tukiongezea hiyo shilingi 150,000 ya kiwango ambacho nilichokitaja, na kiwango hicho tayari asubuhi hii kimepelekwa benki. Kimepelekwa benki. Kwa jumla sasa hivi tuna milioni 3,877,000. Milioni 3,877,000. Lakini hapa nimesema kwamba ni bahasha ni 150,000, lakini kuna mtu mmoja yeye ameingiza pesa yake shilingi 10,000 kwenye akaunti. Na bwana ni mzuri sana, shilingi yake hii hapa. Kwa bwana yeye amelipa kwa njia ya simu, kisha baadaye kwenda stationery akaenda akachapisha resi yake ile ametuletea. Sasa namna hii hivi ni mtindo mzuri sana. Moja kwa moja ni hukumu. Na laiti ingekuwa tunafuata njia kama hizi, basi wewe ungekuwa tukubali.
Lakini zaidi kabisa basi kuwepo ile juhudi kubwa kabisa ya uchukuliwaji wa bahasha. Kwa sababu kiwango ambacho kipo katika akaunti ya msikiti ni hicho. Lakini pia moja tuzingatie kwamba tuko katika Ijumaa ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sisi tumeshusha kiwango cha shilingi 10,000 ili hata yule mtu ambaye mwenye uwezo mdogo aweze kupata fadhila, sio pesa. Kwa maana kwamba eti hayo ni mahitaji ya pesa kwa pesa sio za kwetu, na ile ni amana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala si vile. Kwa hiyo kila mmoja aweze kupata fadhila. Lakini cha kushangaza ni kwamba kweli waliana tangu watu wanachukua bahasha, lakini ni wachache. Ila mkuaje katika watu kama sisi wote wachukua watu 22, wachukua watu 20, watu 18, watu 16, inakuaje? Sasa tuzungumze kitu kimoja au tupeane habari juu ya jambo moja. Tukianzia hivi, siku zote nafsi inahitaji kuilazimisha kufanya heri. Yani hapa pigia mstari, nafsi siku zote yani inahitaji kuilazimishe kufanya heri. Yani kama inapokaa tu na hivi, yani simple tu, yani huko tu kwamba jambo hili kwamba unajiandaa na utapiga hili ufanye heri hata siku moja. Na wala sione mtu anachukua bahasha na akaweka shilingi 10,000 ukafikiri kwamba ni kazi ndogo. Ni kazi kubwa, amepambana kweli. Sio amepambana kuitafuta ile 10,000, yani amepambana kweli na nafsi yake. Yanafika mlangoni kama chakufika pale kwamba chukua bahasha usikuje. Mwingine akiona kwamba pale kidogo kumejaa watu wanachukua kidogo kujifariji tu cha watu watatu ndio ishara ya sababu huyo anaondoka. Yeye ni sababu za hiyo nini? Binafsi. Hasa siku zote nafsi kama endapo hauko tayari kuilazimisha, huwezi kupata daraja wewe mbele za Mwenyezi Mungu, huwezi kuona mbele wewe hata kidogo. Kwa hiyo kuna jambo ambalo tunahitaji kulifanya hapa kwa kuonea huruma nyinyi, lakini pia kwa kujionea huruma sisi wenyewe. Siku zote tunaambiwa kwamba unsur akhaka waliban au madhuluma, mnusuru ndugu yako akiwa amedhulumu au amedhulumiwa. Kuja kutenda kheri, huko ni kudhulumu nafsi yako, inabidi kunusuru wewe. Sasa kunusuru mwenyewe ndio huko unapofuata ile bahasha. Tunagawa bahasha zote hapa chini. Yaani wewe unachukua tunagawa bahasha, yaani hapa chini tu tunagawa bahasha 50 hapa chini. Na siyetaka bahasha kwa sababu astaki anyosha kidole, hakuna huyo. Ndio kufika hicho kwa usiseme kitu kakini. Jambo la pili, nafsi siku zote usiendekeze. Sasa leo hatuswali hapa mpaka bahasha 50 ziishe kwa hapa chini tu basi. Imamu ameshalipa ruhusa, anaambia fanya unalotaka. Ameanza na mkalimani amekuwa kwanza, alhamdulillah. Siku 50 ziishe. Tena wala hata kama itakuwa hujaandika jina umepokea mbele msikiti tayari. Hilo limepita. Jamani, hatulazimishani hivi, tazani nguvu. Uwezekano wa kila mmoja shilingi 10,000 kwa kuna mtu ambaye ana uwezo shilingi 10,000 hivi mzima. Au yuko jamani? Na ukisema mimi sina bali pale changu napata 2,000 au 3,000, weka tawakkul. Yaani kuwa na yakini kwa sababu jambo lenyewe bahasha yenyewe sio hapo ni ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Sasa na wale ukosi. Jambo ambalo tunasema ila bahasha shabala ndio tungozo khatibu zishe na huko juu sidhani tumesalimika. Na wala kulazimisha kwa mtu mwenye sasa hivi baada ya swala hilo kulazimisha, lakini kama ukionyesha
Bwana mkubwa huyo tena tumeanza na mtu mkubwa alhamdulillah, na mkalimani naye pia kuendelea, na masuala ya ushauri naye pia kuendelea. Hapa tatu sio hapo tena imamu na yeye hapa pia ndio anaanza kuendelea. Mwenyezi Mungu awabariki au ndugu yangu yashi karibu na kushamba. Asante sana kwa kuja. Asante Yesu Bwana. Na kwa kweli hii ambao mlioonyesha hapa babasha au mliochukua, tunasema hivi zoezi la ulaji wa babasha ndio bado linaendelea mpaka dirisha. Yaani masafa wao wameshaleka hapa, basi ndio bado lazima kuswali. Hii ndio ibada pia. Alhamdulillah, Yesu ndiye mwema. Nikitaka kuwashataa tuonane vizuri kwa sababu kuna watu pia wachua na uwezo, kwa sababu kuna kigezo hapo kwa maswali vizuri. Yaani swala la kutaja jina lako wala sio sawa. Sababu sisi ndio kwenye beba ya baa. Yesu pale kwenye beba ya mziki, na kutaja kwenye beba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa jambo zuri sana ndugu. Washataa yaani tunaona kwa mtu anafanya kama vile ananina kutaja mtu fulani. Zimeshaisha 50, sio lazima zirejeshe sasa hivi. Sisi tunataka tu ziishe tu 50 zichukuliwe. Sawa. Anapiga mtu. Sawa. Hii ndio tunataka kusikia. Au leo jambo dogo. Sana. Hii ya mdarubu? Sawa. Hii ya hiyo. Zimeisha. Wengine wanahitaji kama zipo zile. Mambo ya mimi hizo pia tupate gani? Yaani maana tupate gani ili baadaye kwa ajili ya kulipa. Naam. Bahasha 50 ambazo nilizosema zimechukuliwa zote hapa chini. Yaani zote zimechukuliwa hapa chini na pia wengine wamekosa. Lakini basi inatakiwa kawaida kuwe na wivu katika jambo la pili. Sasa wewe ambaye labda pengine ulikosa hapa kwa namna yote, baada ya hapo uchukua pale nje. Kwa sababu hizi ni hapa ndani wala sio barazani wala sio juu. Lakini angalia bahasha 50, yaani bahasha 50 hizi ukiangalia kwa haraka ni shilingi 500, uongo mimi. 500. Sababu watu wanapata ni moja na nusu, lakini ukapenda kazi zaidi. Alhamdulillah. Ni nafsi tu, na hiyo nafsi zetu sio kwa watu wengine ni lawama, ni nafsi ya wanadamu yote. Yaani hivyo sio kwa lawama tu. Umekuja kama ni ukumbusho tu. Na sisi ndio kama tunasema nafsi usiyaeleze. Shaba kwa baada ya imani ya mwisho amelipa chaguzi kwa wana. Kwa wale ambao walikuwa bahasha hizi 50, lakini pia na wengine walikuwa basi wote kwa moja tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijalie la kheri, na yule ambaye alirejesha na ambaye bado hajarejesha Mwenyezi Mungu afungulie mambo yake hapa duniani na kesho akhera. Kwa hiyo baada ya zoezi hili hapa, kwanza kabisa kutoka kwangu ninaye mkalimani katika upande wa ndugu zetu ambao ni Ustadhi Shaban pikipiki ambayo iko kwenye chungani hapo ni ondolewe. Pikipiki ambayo iko kwenye chungani hapo tunaomba iondolewe. Ni bora pikipiki iondolewe na kiwako sio.
hiyo na pia upande wa hotuba leo tunaye Ustadhi Ismail Said ambaye ndio atakuwa katibu wa leo, na mada yake atakayohudhurisha kwetu inasema maisha ya Waislamu